na wala si maneno mazuri katika ule ustawi wa al-ukhuwa al-imaniyya al-manhajiyya, katika ndugu wetu wa kiimani, tena tupo katika manhaji moja. Maneno haya ya kejeli na kuwadharau maduat ambao wameshikamana na mawqif ya maulama, tena maulama wakubwa kama vile Ibn Baz rahimahullah ta'ala, Ibn Uthaymeen wa Sheikh Salih al-Hidayah, Allah subhanahu wa ta'ala awarehemu. Baada ya kuwa umefanya tafsiri, ulitakiwa useme kama ikiwa wanakusudia kwa kaida hii la inkara fi masail khilaf, wanakusudia khilafu ambayo ghairu qawi, hapo ndio ungewatia katika makosa. Lakini ikiwa wanakusudia masail ijtihadi, hapo katika sawa, kwa sababu kaida hii au na maneno mfano hayo yametumiwa na baadhi ya fuqaha, tena wanachuoni wakubwa. Miongoni mwa hayo ni Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, akikusudia masail khilaf kwa maana masail ijtihad, kama vile ambavyo walivyokusudia hawa wameitaja kaida hii fi ma'rad, katika mtiririko wa kuzungumzia kadhia hii at-taswir fotografi ambayo ni masala ijtihadi. Kwa hiyo hawakuwa na haki ya kuwatia katika makosa na kuwatolea maneno ya kejeli, na maneno hayo hayapo katika ustawi wa al-ukhuwa al-imaniyya al-manhajiyya. Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika Sharh Muslim anasema al-ulama'u inma yunkiruna ma ujmi'a alayhi amma al-mukhtalafu fihi fala inkar fihi, akitumia maneno mfano kaida kwamba maulama wanakemea yale ambayo wanawachuoni wamekubaliana, amma al-mukhtalafu fihi, ama masaili ambayo wanawachuoni wametofautiana, fala inkara fihi, hakuna ndani yake. Kasema amma al-mukhtalaf, katumia lafzi ya khilaf, kwa maana akikusudia masail ijtihad. Kwa inafaa kutumia ibara hii la inkar fi masail khilaf, mtu akakusudia kuwa masail ijtihad kama walivyokusudia hao baadhi ya maduat ambao wameleta kaida hiyo, walikusudia masail ijtihad kama masala hii ya at-taswir fotografi. Kwa hiyo kuleta maneno ya kejeli sio maneno mazuri na ni makosa, kuambia kwamba hawa hawana ufahamu, hawana fiqh, na kwamba wewe ndio mwenye ufahamu na wewe ndio mwenye fiqh na mwenye maarifa. Hapana, si sawa sawa. Kwa hiyo tupo katika kujibu hoja hii ya kwamba masala hii ni masala khilafia, sio ijtihadiyya. Baada ya kuona hiyo tafsiri kwamba masala khilafia ni ipi, masala ijtihadiyya ni ipi, yeye Abu al-Abbas Hasan Soroka anadai kwamba masala hii ya at-taswir fotografi ni masala khilafia, kwa maana khilafu yake ghairu qawi, sio qawi. Ikiwa ni hivyo, ndio akajengea msimamo wake kwamba yajib al-inkar fiha, ni wajibu kufanya inkari ndani yake, na kudai kwamba hao ni kufanya hilo la at-taswir hata kama ikiwa kwa haja ya da'wa, kwa haja ya kueneza dini, kueneza sunna, wakafanya taswiri ya muhadharat wa nadawat wal khutab wal kalimat ad-da'wiyya, kwamba wao wameingia katika maslaki ya batil, haitaki kunyamaziwa. Akajengea msimamo huo na ufahamu huo mbovu juu ya kudai kwamba masala hii at-taswir fotografi ni masala khilafia la ijtihadi. Majibu yetu kwa bijawabi, kwa majawabu mawili. Sisi tunasema masala hii at-taswir fotografi ni mas'alatun khilafiyatun ijtihadiyya, ni mas'ala ya khilaf ijtihadi. Kama ikiwa ni mas'ala ijtihadiyya, haifai kufanya ndani yake inkar. Hayo ndio maneno ya wanawachuoni, na wala haifai kuona wale ambao wanafanya hivyo kwamba wapo katika batil, kwa sababu mawqif yao sio batil wala sio haram. Kwa wewe ni haram, kwa wewe ni batil, lakini kwa wao sio haram wala sio batil. Jawabu la kwanza linalothibitisha kwamba masala hii ni mas'alatun ijtihadiyya ni kalamu la ulama. Tunajibu kwa kusema na kuleta maneno ya wanachuoni ka Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala wa Sheikh Salih al-Wahdan, Sheikh Salih al-Wahdan rahimahullah ta'ala. Nitataja maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, maneno yake ambayo ni maarufu kwenye klipu yake mashuhuri, akithibitisha kuwa masala hii ya at-taswir al-fotografi ni mas'alatun ijtihadiyya,
Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alipoulizwa kuhusiana na swali linalofungamana na at-taswir al-fotografi, akasema al-haqiqa anna mas'alat at-taswir ata'ajjabu min kauniha ash-shughla ash-shaghil li ba'd an-nas. Kiuhakika na kiuhalisia kwamba mas'ala hii ya at-taswir, yani kwa maana at-taswir fotografi, picha hizi za fotografi, ataajabu, nashangaa kuwa kwake masala hii ndio jambo lenye kuwashughulisha sana baadhi ya watu ikawa linawashughulisha mno. Kwa nashangaa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika hili, wa kaanna fatha Bait al-Maqdis mutawaqqifun ala dhalik, kana kwamba kuifungua Bait al-Maqdis haiwezekani isipokuwa kwa masala hiyo, au tahrira Afghanistan au ghairiha min biladi muslimin, au kuikomboa Afghanistan na miji mingine ya Waislamu, kana kwamba haiwezekani isipokuwa kwa masala hiyo ya at-taswir. Kisha akasema, na hapa ndo mahali shahidi, mas'alatu suwari mas'alatun ijtihadiyya. Mas'ala ya hizi sura za al-fotografi, sura hizi fotografi ni mas'alatun ijtihadiyya. Haya ni maneno ya al-alim al-imam al-sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Masala hii ni masala ijtihadiyya. Kwa hiyo sisi tunathibitisha kwamba masala hii ni masala ijtihadiyya kwa maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen hayatenguliwi, hayavumbi, hayabatilishwi kwa kauli yoyote katika watu waliokuja baada yake, na yoyote katika watu ambao hawajafika daraja yake, daraja ya ijtihad, kwa sababu yeye ni maneno ya mwanachuoni, maneno ya mwanachuoni al-mujtahid alifika daraja ya ijtihad, hayatenguliwi wala hayabatilishwi na kauli yoyote. Sio mimi wala sio yeye huyo Hassan Suluka, wala yoyote atakayekuwa muda wa kuwa hajafikia daraja ya ijtihad kama daraja aliyokuwa nayo Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Ikiwa mtu atasema kuwa kuna maulama ambao wamedai na kusema kuwa masala hii ghairu ijtihadiyya, ikiwa mtu atasema kwamba wapo katika maulama ambao wao wamedai na kusema kwamba masala hii sio mas'alatun ijtihadiyya bali mas'alatun khilafiyya, ikiwa kuna maulama ambao wanasema masala hii sio ijtihadiyya, na huku pia kuna maulama ambao wanasema masala hii ni mas'alatun ijtihadiyya, haikuwa kauli ya baadhi yao ni hujja juu ya baadhi, haikuwa qaulu ba'd al-ulama hujjatan ala ba'd, qaulu ba'd al-ulama laysa hujjatan ala ba'd, haikuwa kauli ya baadhi ya wanachuoni kwamba ni hujja juu ya baadhi. Kwamba wewe sasa ukaona kwamba hawa ambao wanasema sio ijtihadiyya, hawa ndio ambao wana haki ya kuchukuliwa kauli yao, ama Ibn Uthaymeen ana haki ya kuchukuliwa kauli yake, na wale ambao wamechukua kauli yake na maukifu yake na mashekhe mfano wake kwenye maukifu hiyo, wao wamepita maslakul batil, na wala sio njia sawa sawa, na wala sio njia ya kielimu, na wala sio njia ya kisomi. Kwa hiyo watu wasomeshwe kama wenyewe wanavyodai, watu wasomeshwe, ndio tunasomeshana hapa. Kwa hiyo haikuwa kauli ya baadhi ya maulama ambao wao wanasema sio ijtihadiyya kwamba iwe ni hujja juu ya Ibn Uthaymeen na mfano wake kama vile Sheikh Saleh Al-Hidayni, ambao wao wanazingatia kuwa ni masala ya ijtihad. Kama ikiwa wapo katika maulama wanaosema kwa masala hii ghairu ijtihadiyya, basi kauli baadhi ya ulama laysa hujjatan ala ba'd, kauli ya baadhi yao si hujja juu ya baadhi. Kwa hiyo wewe chukua maukifu ya hao maulama na hao wengine watachukua maukifu ya maulama hao. Aina al-ishkali? Ishkali iko wapi? Tatizo liko wapi? Tatizo ni pale ambapo watu watakapofanya masala hii ya ijtihad kuwa ni masala ambayo ni wajibu ndani yake kukemeana na kumuona al-mukhalif kuwa amefanya jambo la batil, jambo la haram, hali ya kuwa maukifu yake anaona kuwa ni halal. Hii ndio mishkila, na huu ndio mushkila wa hivi sasa, na hili ndio gonjwa ambalo kunalo baadhi ya ndugu zetu, na mfano hao ni yeye Hassan Suluka. Gonjwa hili halitakiwi kuachwa, inatakiwa lisuzwe. Gonjwa hili linatakiwa lisuzwe
na iwe sawa, ili lisile kutugharimu huko mbele katika da'wa hii na manhaji hii tukufu. Jawabu la pili, na hili jawabu la pili tunamjibu kutokana na maneno yake ambayo anayadai kwamba sisi tunazo dalili. Sisi tunazo dalili, anakusudia wale ambao wana mawqif ya tahrim at-taswir al-fotografi, kwamba wao wanazo dalili, nyinyi hamnazo, hamko nazo dalili, nyinyi hamna. Na maneno haya ukiyazingatia amekariri sana katika klipu zake na audio zake, kuanzia audio ya 7 takriban mpaka audio ya 9. Maneno haya ameyarejelea sana, ameyarudia sana na kuyakariri kwamba sisi tuko nazo dalili, nyinyi hamna. Na hiyo ni moja ya hoja yake kwamba hii ni mas'alatun khilafia, ni mas'alatun khilafia, khilafi yake ghairu qawi, kwa sababu wao na dalili wanaoharamisha taswir fotografi na maulama hawa wana dalili, ama maulama hawa hawana dalili ya kuhalalisha at-taswir fotografi. Kwa hiyo ameyarudia sana hayo maneno kusema kwamba nyinyi hamna dalili, hamna adilla, sisi tuko nazo, ama wao hawako nazo. Maneno haya si maneno ya kisomo, ni maneno ambayo hayajakaa kielimu, hayana mizani sahihi na maarifa sahihi ya kielimu. Huu ndio uhakika, kwa sababu hawa maulama ambao wana mawqif ya kuhalalisha at-taswir al-fotografi, imma moja kwa moja au kwa haja na maslahi, hawaombi dalili. Haya ndio maneno ya kielimu. Hawaombi dalili kwa sababu wao wameshikamana na asili, na asili yenyewe al-aslu fil ashiya'i al-hill wal-ibaha. Qaida hii maarufa kwamba asili katika vitu ni uhalali mpaka ile dalili ambayo itavitoa vitu hivyo katika uhalali wake. Wa al-adilla kathira fi al-Qur'an al-Karim, dalili nyingi zenye kuthibitisha msingi huu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema huwa alladhi ja'ala lakum ma fi al-ardi jami'an, na aya nyingine huwa alladhi sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu. Kwa hiyo wao wameshikamana na dalili. Dalili yenyewe ni al-aslu fil ashya al-hill wal-ibah. Kwa hiyo hawaombi dalili kwa sababu wameshikamana na asili. Wao wameshikamana na asili. Asili yenyewe ni kwamba asili katika vitu ni halali, muda wa kuwa haijakuja dalili ya kuvitoa vitu hivyo kwenye uhalali kwenda kwenye uharamu. Dalili hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo ndani yake kuna tahrim at-taswir, hawa wanaochuoni wanaohalalisha taswir fotografi, wao wanaona kwamba hii taswiri uliharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, haijakuja kuviondoshea uhalali taswiri hii na picha hizi za fotografi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha taswiri, wao wanaona ile taswiri aliyoharamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam haijakuja kuviondoshea uhalali hizi picha za fotografi. Kwa nini? Kwa sababu taswiri aliyoharamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ni ile ambayo ndani yake kuna mubahatu khalqillah, ndani yake kuna kuunda, kuna khalq wa ijad wa sunna, kuna kuunda, kupatisha, kutengeneza kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio tahrim ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameikataza katika taswiri. Ama taswiri fotografi, wao waona kwamba hii haingii katika dalili hii ya tahrimu taswir, kwa sababu taswir fotografi haingii katika illa na maana ya nahi. Katika illa ya katazo na ile maana ya katazo hakuna ndani yake mubahatu khalqillah, hakuna ndani yake kutengeneza na kupatisha kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni mujarrad iltiqatu as-sura wa naqlu as-sura bil ala, bali wao wanaona ni mujarrad wa kunukuu
na kuichukua ile sura kwa kutumia kifaa. Wao wanaona hivyo ni mujarrad wa kunukuu na kuchukua sura kwa kutumia kifaa, imma kamera na mfano wake. Kwa hiyo wakaona kwamba hii haingii katika katazo, kwa sababu na maana ya katazo ni kutengeneza na kuunda kitu ambacho kitafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili linadhihiri pia kwa kutizama dalili nyingine, kama hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba hawa wenye kufanya taswir siku ya kiyama wataambiwa ahyu ma khalaqtum, ahyu ma khalaqtum, na sio ihyau, sio ihyau, sababu hii ni fi'l rubai. Ahyu ni fi'l rubai, ahya yuhyi ni lafdh nabawi, inatakiwa iwe sawa. So ihyau ni ahyu ma khalaqtum. Kwa hiyo wataambiwa hawa siku ya kiyama, vipeni uhai vile ambavyo khalaqtum. Angalia lafdhi ma khalaqtum, nini maana khalaq? Khalq ni ijad shay, ukipatisha kitu kingine, kuunda kitu kingine, kutengeneza kitu kingine. Kwa hiyo hawa walifanya khalq, hawa musawwirun walifanya khalq, ijad, lakini anaitumia taswir alfotografi, hakuna ndani yake maana khalq, wala hakuna ndani yake ijad, wala hakuna ndani yake kuunda kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu hawa hawaombi dalili, kwa sababu wao wameshikamana na asili na wanaona ile dalili ya tahrim haijakuja kuvienea mpaka picha hizi za photography, kwa sababu illatun nahi ni mudahat khalqillah, na hakuna katika taswir photography illa hiyo wala maana hiyo ya nahi. Kwa hiyo hawaombi dalili na kukariri na kulazimisha kwamba nyinyi hamna dalili, si maneno ya kielimu na wala si maneno ya kisomi, kwa sababu hapo wameshikamana na asili. Lakini tunaweza kusema litakribi alfahm, kwa ajili ya kurudisha fahamu za baadhi ya watu. Mnapolazimisha kutaka dalili, tunaweza tukasema dalili ya maulama wenye mawqif ya kuhalalisha at-taswir al-fotografi, dalili yao ni al-istishab. Al-istishab kwa maana istishab al-asl ni kushikamana na asili, ni dalili. Al-istishab ni dalili na ni hujja inda jumhur al-usuliyin, mbele ya wengi katika watu wa usul, na maneno yao ni mengi katika hili. Nitanukuu maneno ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake I'lam al-Muwaqqi'in. Anasema Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala alipokuwa akisherehesha maneno ya al-Hanafi, akasema wa ma'na dhalika anna al-istishab yasluhu li an yudfa'a bihi man idda'a taghyir al-hal. Wa maana dhalika, na maana yake anna al-istishab, kwamba kushikamana na asili kama hawa walivyoshikamana na al-asl fi al-ashya al-hil wal-ibaha, wakasema hivi vinabakia katika uhalali, kwa sababu ile dalili ya tahrim haijavitoa kwenye uhalali wake, kwa sababu hakuna ndani yake maana na ile illa ya nahi, ile illa ya katazo, kwamba hii istishab yasluhu, inafaa, inasilihi kushikamana na asili kama hivi, inafaa na inasilihi li an yudfa bihi, kukataliwa man iddaa, yule ambaye amedai taghyir al-hal, kubadilika kwa hali, yule ambaye atadai kwamba vitu hivi na hii taswir fotografi ni haramu, inafaa kutumia al-istishab kumkatalia. Hapana, hii taswir fotografi bado ibakia katika uhalali wake, kwa sababu tahrim, dalili ya tahrimu taswir haingii hapa, haingii kwenye taswir fotografi, kwa sababu illa yake na maana yake lile katazo ni mudahatu khalqillah. Na katika vitu hivi, picha hizi za photography, hakuna ndani yake mudahatu khalqillah, kama walivyoeleza maulama. Wanachuoni wameeleza maneno mengi kuhusu masala ya taswiri photography, na hii si makamu yake. Ikiwa itahitajika tutafanya hivyo, watu waelezwe vizuri, wabainishiwe, ili watu wafahamu kuwa masaili haya ni masail ijtihadia, na wanachuoni wameeleza, kila mmoja kafahamu kwa namna yake na jitihada yake. Lakini hapa kuna jambo nilizindue. Tuliposema al-istishab ni dalili ambayo ni ya hawa maulama
ambao mawqifi yao ni uhalali wa taswir alfotografi, anaweza akaja kusema ndugu yetu au mwingine kwamba nyinyi mna istishab, dalili yenu nyinyi ni istishab, sisi dalili yetu ni sunna. Dalili yenu istishab kwamba al-aslu fil ashya' al-hilwa wal-ibaha, kwamba taswir fotografi ni katika al-aslu fil ashya' al-hilwa wal-ibaha, katika vitu ambavyo ni halali. Lakini hapa imekuja sunna, maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inaharamisha at-taswir. Kwa hiyo dalili ipi hapa inatangulizwa, sunna au istishab? La shaka, hakuna shaka kwa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na sunna inatangulizwa juu ya istishab, kwa sababu sunna ni katika adilla almuttafaqu alayha, katika dalili ambazo wanachuoni wamekubaliana, alquran, sunna, alijma', alqiyas. Na istishab ni katika dalili ambazo almukhtalafu fiha, wanachuoni wametofautiana. Kwa hiyo dalili hii ya sunna inatangulizwa juu ya istishab, lakini hapa si mahala pake ukasema kwamba hapa tunatanguliza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya istishab. Kwa nini? Kwa sababu at-tarjihu baina al-adilla, unajihisha baina ya dalili. Kama hapa tukasema dalili hii mujma'un alayhi inatangulizwa juu ya mukhtalafu fiha, tarjih baina ya dalili yakunu inda at-ta'arud baina ad-dalil. At-tarjih baina al-adilla yakunu inda at-ta'arud baina ad-dalilain, kurajihisha baina ya dalili. Hili linakuwa wakati wa kutokea mgongano na ukinzano baina ya dalili mbili, na hapa hakuna taarud. Ikiwa kuna taarud, dalili moja inathibitisha, dalili nyingine inakanusha jambo hilo hilo moja, hii inahalalisha, hii inaharamisha, hapa tunafanya tarjih baina al-adilla. Lakini hapa hakuna taarud baina hadhaini ad-dalili, baina dalili hizi mbili. Kwa nini? Kwa sababu at-taswir al-fotografi, taswir fotografi ni halali kwa sababu haijaingia kwenye illatun nahi, kwenye ile illa na maana ya katazo iliyokuja kwenye taswir iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo dalili imekuja kuharamisha taswir ambazo ndani yake kuna kuunda, kuna kutengeneza, kuna khalq, kuna amali ambayo anaifanya yule musawwir, kuna amali anaifanya yule musawwir. Amali hiyo na kitu chake hicho alichokiunda na kukitengeneza na kukipatisha, ndani yake kuna kufanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dalili imekuja kuharamisha taswiri ya aina hiyo na aina zote za taswiri. Kwa itaingia taswiri ya naht kwa ittifaqi ya wanachuoni, itaingia taswiri ya rasm kwa wanachuoni, kwa sababu ndani yake kuna ijad, wote wanatengeneza na kuunda kitu. Lakini taswiri fotografi, maulama wakasema wenye mawqifi ya kuhalalisha kwamba hii haingii katika tahrim. Kwa nini? Kwa sababu hakuna ndani yake ile illa ya kuunda na kutengeneza kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna taarud baina hadhini dalili. Kwa nini? Kwa sababu maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yamekuja kuharamisha taswir yenye mudahatu khalqillah, na taswir fotografi hakuna ndani yake mudahatu khalqillah. Lau kama ingekuwa kwenye taswir fotografi kuna mudahatu khalqillah, kuna kufanana, kuna kuumba na kutengeneza na kuunda kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, tungesema kwamba hii taswir fotografi inaingia katika taswir muharram, inaingia kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa kuwa maneno ya Mtume yanakusanya na kuenea taswiri zote ambazo ndani yake kuna illa hiyo mudahatu khalqillah, amma taswiri fotografi hakuna ndani yake mudahatu khalqillah, kwa hiyo hii haijaingia kwenye taswiri muharram. Kwa hiyo hakuna taarud baina hadhaini ad-dalilain, kwa sababu hii inaharamisha taswiri ambayo kuna mudahatu khalqillah, na taswiri fotografi hakuna mudahatu khalqillah. Hii ndio mawqif ya maulama ambao wao wanathibitisha kuwa at-taswir fotografi ni jambo mubah, ni jambo la halali. Ikiwa imethibitika kuwa masala hii ni mas'alatu ijtihadiyya, kwa majawabu haya
Jawabu la kwanza, maneno ya Ibn Uthaymeen, amesema mas'alatu suwari mas'alatun ijtihadiyya. Mas'ala hii ya sura al-fotografi ni mas'ala ijtihadiyya. Kama wako katika maulama waliosema kwa mas'ala hii sio ijtihadiyya, basi tunasema qaulu ba'd al-ulama laysa hujjatan ala. Kauli ya baadhi ya ulama sio hujja juu ya baadhi. Kwa nini ulazimishe watu wote wachukue kauli za maulama hao wanaosema kwamba masala hii sio ijtihadi, na tuache kauli ya Ibn Uthaymeen ambayo yeye kasema kathibitisha kwa masala ya ijtihadi, na wote daraja yao ni moja, wote wamefika daraja ya ijtihadi. Kwa hiyo tunasema masala hii ni masala ijtihadia kwa kauli ya Ibn Uthaymeen, masala suwari masala ijtihadi. Jawabu la pili, kwamba hii ni masala ijtihadia na khilafu yake ni khilafu qawi mu'tabar, kwa sababu hawaombi dalili. Usije ukasema kwamba nyinyi hamna dalili, hamko nazo dalili, mkang'ang'ania hapa. Hayo si maneno ya kielimu na si maneno ya kisomi, kwa sababu hawaombi dalili kwa maana asili au kukaribishia wewe ufahamu. Tunasema uking'ang'ania dalili yao ni al-istishab, na istishab ni dalili, ni hujja inda jumhur al-usuliyyin, na wala hakuna taarud baina ad-dalilain. Ukawa sasa kuna haja ya kutanguliza na kurakisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya istishab. Hakuna, kwa sababu sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja kuharamisha taswir zote ambazo ndani yake na mubahat khalqillah, na taswir fotografi hakuna ndani yake mubahat khalqillah. Kwa ikiwa imethibitika kuwa masala hii ni masala ijtihadiyya, khilafu yake ni qawi, khilafu yake ni mu'tabar, khilafu yake lahu hadhun min an-nadhar, na sio kama anavyodai yeye. Maana yake sasa haitofaa kuwakemea wale ambao wanaona mawqifu yao kuwa ni halali at-tasrif fotografi, hasa kama ikiwa kuna haja na maslahi na manufaa ya kufanya hivyo, kama vile kueneza dini, sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kueneza ad-da'wa as-salafiyya. Sio sawa kuwakemea, na sio sawa kuona kwamba kitendo chao hicho ni maslakun batil, ni maslaki ya batili. Hapana, sawa, mshikamana na kauli za maulama, tena kauli ambazo zina nguvu, wao wako na zina nguvu na ziko katika hali ya usawa kwa ufahamu au kwa ulama na jitihada yao, kama vile ambavyo wewe mawqifu yako unaona ni nyingine. Kwa hiyo ikithibitika hivyo kwamba masala hii masala ijtihadiyya, khilafu yake qawi, khilafu yake mu'tabar, haifai ndani yake kufanya inkar kama alivyofanya yeye na kuitakidi yeye uwajibu wa kufanya hivyo na kuona wenzake kuwa wameingia katika maslaha ya batil, si sawa. Na hapa tusikize baadhi ya maneno ya maulama. Anasema Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika sharh ya Muslim, laysa lilmufti wala lilqadi an ya'tarida ala man khalafahu idha lam yukhalif nassan au ijma'an au qiyasan jaliya. Haifai kwa mufti wala qadi an ya'tarif, kumfanyia i'tiraf, kumkosoa yule aliyemkhalifu, idha lam yukhalif nassan, muda kuwa hajakhalif dalili wala ijma' wala qiyas kwa wazi. Na anasema Imam Az-Zarkashi, lam yazal al-khilaf bayna as-salaf fi al-furu' wala yunkiru ahadun ala ghayrihi mujtahidan fihi wa inma yunkiruna ma khalafa nassan au ijma'an qat'iyyan au qiyasan jaliyan. Anasema Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala, hawakuacha kuendelea as-salaf kutofautiana katika furu', na wala hampingi yoyote miongoni mwao kumpinga mwingine akiwa ni mwenye kujitahidi ndani yake. Wa inma yunkiruna ma khalafa nas, wao wanapinga kile ambacho kimekhalifu dalili au ijma'an qat'iyyan, au ijma'a moja kwa moja kukata, au qiyasan jali, au qiyasi iliyokuwa wazi. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullah, maneno hayo Az-Zarkashi ameyasema katika kitabu chake Al-Manthur fi al-Qawa'id al-Fiqhiyya, na amesema Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika Majmu' al-Fatawa, masailu al-ijtihadi, masail ya ijtihadi, mfano masala hii at-taswir al-fotografi, masailu al-ijtihadi, sababu tumethibitisha kuwa ni mas'alatu ijtihadiyya. Masailu al-ijtihadi, man amila fiha, atakayefanyia kazi ndani yake,
biqauli baadhi ulama, atakayefanyia kazi ndani yake kauli ya baadhi ya maulama, kama hawa wanaohalalisha at-taswir fotografi au wanaohalalisha kwa haja na maslaha, wamefanyia kazi kauli za baadhi ya maulama kama hawa. Anasema Ibn Taymiyyah, masail al-ijtihad man amila fiha, atakayefanyia kazi ndani yake biqauli baadhi ulama, maneno ya baadhi ya wanawachuoni kama hawa walifanyia kazi baadhi ya maulama waliohalalisha, lam yunkar alayhi, mtu huyu hakemewi. Yule ambaye amefanyia kazi kauli ya baadhi ya wanawachuoni, watu kawa wanachukua taswir kama vile ambavyo mimi nachukua taswir hapa, taswir video au ma yusamma bitaswir almutaharrik, kwa kufanyia kazi kauli ya baadhi ya ulama. Kauli ya Ibn Baz rahimahullah ta'ala inafaa kwa maslahi na manufaa ya kidawa, kama vile kueneza dini na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Atakayefanyia kazi kauli ya baadhi ya wanachuoni, hawa wamefanyia kazi baadhi ya wanachuoni, hawajajiamulia kwamba hili jambo wamelifanya halikuzungumzwa na wanachuoni, ni jambo ambalo limezungumzwa na wanachuoni. Maneno ya wanachuoni yana nguvu, wanachuoni wameeleza, wamebainisha, wakafanyia kazi kauli ya baadhi ya ulama, wakaona kwamba huu ndio usawa, wakafahamu hivyo kwamba kulingana na maslahi na haja itafaa, au wengine wakaona inafaa mutlaka kwa kufuata kauli ya Ibn Uthaymeen, wakaelewa maelezo yake vile alivyoeleza inafaa ndani yake, hata kama ikiwa itaallaq na mambo ya kidawa. Masail ijtihadi man amila fiha, atakayefanyia kazi ndani yake biqauli baadhi ulama, kauli ya baadhi ya maulama, lam yunkar alayhi, hatokemewa. Kemeyo huyu, wewe umetoa wapi hiyo manhaji ya kuwakemea watu wenye masail ijtihadi? Umetoa wapi ufahamu huo? Umetoa wapi msimamo huo? Je, hiyo ndio haki na hiyo ndio taamul ya maulama maa almasail alkhilafiyya alijtihadiyya? Unapeleka wapi watu? Kwa hiyo si sawa. Haya ndio maneno ya wakubwa wetu maulama. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anasema masail alijtihad man amila fiha, atakayefanyia kazi ndani yake biqauli baadhi ulama, lam yunkar alayhi, hakemewi, walam yunjar, wala hu hatengwi mtu huyu, kwa sababu ni masail ambayo ndani yake khilafu fiha sa'ir, khilafu ndani yake ni sa'ir mu'tabar qawi. Kila mtu ana haki ya kufuata kile ambacho anachokiona kuwa ni haki na sawab. Hoja inayofuatia na pointi inayofuatia ni yeye kudai kwamba hawa wanaohalalisha, na ajue kwamba anaposema wanaohalalisha moja kwa moja anagusia maulama wanaohalalisha kama vile Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala na Sheikh Saleh Al-Haidan rahimahullah ta'ala. Hawa wanaohalalisha at-taswir al-fotografi khalafu nassan sariha, anadai hivi kwamba wamekhalif dalili ya wazi na adillatan wadhiha, na dalili za wazi, la ghubara fiha, hakuna vumbi ndani yake. Ndio maana yeye anaona ni wajibu kuwakemea, na wale wenye kufanya kitendo hicho maslaki yao ni maslaki batil. Akafahamu hivyo kwa ufahamu huo mbovu na msimamo huo ambao sio msimamo wa kielimu na wala sio msimamo wa kisomi. Hoja hii tutakuja kuijibu katika kikao kinachofuata, kikao cha pili, kwamba je, hawa ambao wanaohalalisha at-taswir al-fotografi ni kweli wamekhalif nassan sariha, ni kweli wamekhalif adillatan wadhiha la ghubara fiha, na ni ipi hatari ya kusema kwamba hawa wamekhalif nassan sariha na waifanya musadama, wamekinzana na nassu sariha? Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki na atuongoze katika haki na atuonyeshe haki tuweze kuifuata na atuonyeshe batil tuweze kuiepuka. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.